Karibu kwenye sehemu ya pili na ya mwisho kabisa ya masaa 24 ya maisha na uhai wa Saddam Hussein kabla ya kunyongwa kwake. Sasa baada ya safari fupi ya helikopta juu ya Baghdadi tulivu, walinzi walimpeleka dikteta huyo kwenye eneo lake la mwisho. Mahali pa kunyongwa palikuwa makao makuu ya ujasusi wa kijeshi ya Istikhbarat katika wilaya ya Qadimiyeh ya Baghdad. Kuna wakati eneo hilo lilikuwa na sifa mbaya kwa vyumba vyake vya mateso chini ya utawala wa Saddam. Boma hilo ambalo sasa linaitwa Camp Justice lilisimama kando ya mto Tigris, si mbali na alikozaliwa Saddam Hussein miaka 69 iliyopita. Usalama ulikuwa upenyeki na vikosi vya Marekani vililinda eneo hilo wakati vikosi vya Iraq vikidhibiti maeneo kwa chini. Wamarekani chini ya amri kali wasingeingia ndani. Ilifahamika wazi kuwa hii ilikuwa ni operesheni ya Iraq. Saddam alipotoka kwenye gari la kivita, tabia yake ilibadilika. Kila hatua ilionekana kuwa ngumu kwake. Mmoja wa walinzi baadaye alitafakari, unaweza kutazama sinema milioni 1 kuhusu mtu aliyehukumiwa kunyongwa, lakini ukiona katika maisha halisi, ukijua kwamba kamba itafungwa kwenye shingo zao na watakufa, inaumiza roho. Walinzi walisubiri kule nje, hawakuweza kuona sehemu ya kunyongewa moja kwa moja, lakini walipata mwanga wa vivuli ukionyesha namna shughuli zilikuwa zikifanyika mle ndani. Kamba ya kumnyonga Saddam ilionekana ikining'inia ndani ya chumba cha kunyongwa. Saddam alikuwa amechukia sana hii adhabu. Yaani katika njia zote za kufa, mbona auawe kwa kunyongwa? Saddam Hussein alikabidhiwa kwa Muwafaq al-Rubeya, mshauri wa usalama wa taifa la Iraq, mwanachama wa zamani wa chama cha Shiite Dawa ambaye aliwahi kuvumilia mateso chini ya utawala wa Saddam. Sasa alikuwa akimwongoza mkandamizaji wake wa zamani kwenye maeneo yake ya kunyongea. Ndani, hakimu alisoma mashtaka ya Saddam. Akiwa ameshikilia Qur'ani yake, alibaki mtulivu. Alipopeleka kwenye maeneo ya kunyongea, Saddam akatulia kwenye ngazi. Akatazama sehemu aliyopangiwa na kusema, "Daktari, hii ni ya wanaume bwana." Vazi lake jeusi, mkao wake wa wima kabisa na kukataa kofia kulimtofautisha na wanyongaji waliofunika nyuso zao. Kwa Saddam, hili lilikuwa ni tukio lake la mwisho katika maisha yake. Na ni muda ambao alikuwa ameuzungumzia kwa siku nyingi sana. Alikumbatia kifo chake kwa kiburi, akijaribu kuandika tena fedheha ya kutekwa kwake miaka 3 iliyopita. Baadhi ya maafisa wa Kishia waliokuwepo walianza kuimba Muqtada, Muqtada, kumbukumbu ya Muqtada al-Sadr, kiongozi wa kidini wa Kishia na kiongozi wa wanamgambo ambaye alikuwa anampinga vikali sana Saddam. Wimbo huo ulikuwa na maana ya kumdhihaki, ukumbusho kwamba maadui zake sasa wanaidhibiti Iraq. Kuna mtu alijaribu kupiga kelele na kusema, "Nenda kuzimu, yani go to." Saddam akamjibu, "Jehanamu ambayo ni Iraq." Super 12 ilikaa katika ukimya mzito kule nje, ikiwa na maana kwamba mishoni yao tayari ilikuwa imeshakamilika. Ebana, kule ndani Saddam alikuwa katikati ya shahada, yani tamko la mwisho la Kiislamu la imani. Wakati mlango wa mtego ulipotolewa, alining'inia kwa dakika kadhaa kabla ya daktari kudhibitisha kifo chake saa 12 asubuhi. Mara milio ya risasi ililipuka nje, na sio shambulio, lakini ilikuwa ni milio ya risasi kuashiria sherehe ya machafuko kutoka kwa wale ambao walikuwa wamengojea kwa miaka mingi sana kushuhudia tukio hili. Utawala wa Saddam ulikuwa kikatili sana, lakini je, kunyongwa kwake kulileta mabadiliko yoyote? Je, ilileta utulivu zaidi au machafuko zaidi? Weka maoni yako pale chini kwenye comment section. Hii ni Ramakay Online.